Wawa Faisal Salum Fei Toto, kifua kama kinaulimwa hivi. Nionzi Haruna, Jafari Mohamed weka cross ndani kule. Balama Mapinduzi nashindwa kufanya vitu, lakini Zimbwe Junior amelinda kisawa sawa. Nataka kuwa maajabu mpira wa kona. Balama na Erasto acheze Balama Mapinduzi. Tulia tu, akaenda akambabatiza Mohamed Hussein Ditram, akamjibu kwa kupeleka kwa mashabiki. Nafasi nyingine Yanga wanapoteza wakiwa tayari wana on target moja, Simba hawana on target. Clatous Chota Chama anokea Shomari Kapombe. Chama anapenyezea nzuri sana hii. Shomari Kapombe weka cross ndani kule, hakuna mtu wa kuunganisha. Dokti wanarusha wananchi. Utulivu na mipango inaonekana, hakuna papara wala ubabe. Dakika ya 11 ya mchezo mkubwa wa Afrika Mashariki na Kati, Yanga dhidi ya Simba. Nionzi Haruna anachupa ile mauza, asema twende advantage play. Ditram, what a chance! Duma Ditram Adlan Nchimbi alienda ukatafsiri kama amefanyiwa madhambi, lakini Haruna aliweka kwenye njia, akamkimbiza Wawa akiwa ameingia, akaachia mkwaju, lakini umekosa macho mpira wake. Aishi alienda, lakini nidhani kama alikuwa anatudanganya. Alitengeneza vizuri off target, shoot la pili off target anapiga. Ditram Nchimbi ameshawahi wadhuru Yanga, na mchezaji wa Simba yuko chini, lakini kabumbi inaendelea. Haruna Nionzima, baba mzazi Haruna Yena Chama anapigwa stopa. Jonas Gerard Mkude, yupo mchezaji anahangaika, ni John Boko yule, lakini Simba anacheza. Jonas Gerard Mkude amenyanyuka Boko. Zimbwe Junior, Francis Kahata mguu kama kijiko, anamwekea Zimbwe Junior Mr. Kijiko. Francis Nyambura Kahata anaonekea nungu. Jonas Gerard Mkude, Louis Jose Mixon Konde Boy anachia pasi, MK14 control na kata. Lamine Moro kipande cha mtu naye yuko chini. Mechi imekuwa na pressure, dakika 13 za moto. Yanga na Simba 0-0. Jafari Mohamed analalamika, ni katika nafasi. Lamine Moro anaenda anaucheza mpira, lakini anaonekana kama ame overstretch kwenye mguu ambao unaonekana kuwa na jeraha kwa upande wake. Medi Kagere anaendelea kuvizia, nyota ambaye dabi 2 zilizopita mfululizo ameweza kufunga. Alifunga mechi ya mwisho wa msimu uliopita, akafunga tena mechi ya Januari 4, goli la kwanza kwa mkwaju wa penalty. Ni muda wa kupata mawili matatu. Steven Van der Broek akiita nyota wake, Chama naye akitoa lecture ile. Gomez kocha wa viungo kwa upande wa Simba. Shabiki nao imani imekuwepo ya hapa na pale. Bernard Morrison amekutana na nafasi moja akakosa. Hii ni nafasi ambayo nataka kumwadaa mwamuzi, akamwambia hapana, sio kirahisi namna hiyo. Erasto Edward Nyoni alizama uvunguni kule na akaucheza mpira huu. Mwamuzi wa mpambano Martin Msanya, shughuli imekuwa ni nzito kwa kweli, kama ilivyo kwa wachezaji. Faisal Salum anawekea Saidi Juma Makab, Jonas Gerard Mkude, Mohamed Hussein, Francis Kahata, John Boko, Rafael cheza Makab. Hamza asema no foul. Skipper Captain John Rafael Boko alikuwa anaenda, Saidi Juma Makapu akalala. Tafsiri ya mwamuzi ni kwamba amefanikiwa kuucheza mpira, inuka tu ucheze, ndicho kilichotuleta. Faisal Salum Fei Toto, Haruna Nionzima, baba mzazi. Baba anaweka pasi nzuri sasa kumtafuta Ditram, anaikata ndani kule, cheza Aisha Salum Manula. Aisha Salum Manula anacheza vizuri kabisa, tazama hii runs za Ditram Nchimbi. Tafsiri inakosekana kwa wenzie, namna ambavyo amekuwa akiondoka kwenye eneo la kati, mikimbio ya wenzie inaenda tofauti, na safari hii ni Aisha Salum Manula anaucheza kabla Bernard Morrison. Ana uwezo wa kucheza ndani na mara nyingine anakimbia nje ya 18. Bernard Morrison sasa paka rangi ya kijani na njano, anatafuta penalty area, anampiga tobo lakini nakataliwa.
yupo chini, mwamuzi hana habari naye kwamba acha janja janja, play football. Anaotoa nje Aishi Salman, wote fair play. Ni wakati anaita ni madaktari ama watu wa huduma ya kwanza aweze kuhudumiwa. Bernard Morrison, nyota hatari kwa upande wa Yanga na wa kutegemewa kwa wakati huu, yanalalamika maumivu maeneo yake ya kifua. 15 zinazougawa mchezo. Za kwanza tumeshuhudia mashambulizi kwa timu zote mbili, na hili ni kushambulizi alikuwa anajijenga. Amejaribu kwenda, anaingia na kwenda eneo ambalo Serge Pascal wao alikaa kwenye njia yake, amepitisha mpira wao akamwambia huwezi kwenda. Analalamika kwamba ameguswa kwenye maeneo ya kifua. Anajiweka fiti Bernard Morrison, PM33, nyota tegemeo kwelikweli. Rona Niyonzima na anajibu kwa fair play. Walikwenda kurusha sasa Simba Sports Club, mabingwa tetezi wa VPL. Shomari Kapombe, Grasso Edward Nyoni, Jonas Gerard Mkude anamwekea triple C Mwamba Lusaka, anaangalia nini afanye. Chama anamwekea Shomari Kapombe, ameshovalap. Mwamuzi asema ni free kick elekezwe Young Africans, wananchi hawa. Nje kidogo ya 18, Shomari Salum Kapombe wakati anaenda akakutana na Jafari Mohamed. Tafsiri ya mwamuzi ni nguvu kubwa imetumika kumdhibiti. Faida inaenda kwa Simba. Clatous Chota Chama yuko pale, Francis Chakikata anaondoka. Ni pasi hiyo penetration ambayo ilipigwa na Chama, kata anajivuta. Jafari nyosha mikono juu, lakini mwamuzi anamwambia ulifanya madhambi, acha janja janja. Yuko pale Luis Jose Mason pamoja na Clatous Chota Chama triple C. Hebu shuhudia free kick. Chama anajaribu kuweka ndani, simama Papika Bamba Shishimbi. Bernard Morrison anautuliza na mvisha Kikoya, anakataliwa. Konde bwana kwambia tulia, mimi sipigi kanzu kirahisi brother. Hamza sema pigwa kuelekezwa Simba Sports Club. Mfalme Onyika ambaye hajaunguruma akiwa mgeni wa mpambano huu. Mchezaji nyota wa kutumainiwa kwa timu zote mbili aliingia Papi, lakini alikuwa ametolewa. Alipopandisha, tafsiri ya mwamuzi ulicheza bila kuangalia usalama wa mwenzio. Faida ikiwa kwa Yanga. Faisal Papika Bamba Shishimbi amechezewa foul, mwamuzi ameiona, anamwita Jonas Gerard Mkude, anamuonya kwa mdomo tu kwamba tulia kijana, cheza mpira. Team captain skipper Yanga hiyo hapo alikuwa anaondoka mbele ya Jonas Gerard Mkude, nungu akavuta, akamwambia usinichafulie kibarua changu. Kumbuka siku mbili zilizopita Papi alipanga kikosi cha Simba akajiweka yeye kwenye nafasi ya Mkude. Papi Kabamba Shishimbi, mtu ya Kongo, mtu wa kazi. Rasa Nyoni yuko chini, inaonekana mguu wake ule umepata maumivu. Selemani Matola, nyota wa kimataifa wa zamani wa Tanzania, nahodha wa Simba wa zamani pia, wakati anacheza alikuwa anaitwa Veron, akifananishwa na Sebastian Veron, nyota wa kimataifa wa Argentina ule. Shaiko Peter club ya Manchester United. Pressure imekuwa ni kubwa sana, dakika 20 hizi 0-0, lakini kila timu angalau imefika kwa mpinzani kutegua tu udamwi baba mzazi Haruna, na huyu ni Konde Boy Lamine Moro alimpunguza fundi. Ni mtu wa mwisho huyo. JPM akiwa ametulia na jezi yake ya kipekee kabisa. Hii ni design ya kipekee ya aina yake, imefanywa kwa ajili ya raia namba 1 wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Faisal Salum Fei Toto. Kabumbu inarejea sasa katika njia. Jafari Mohamed
Boko amerudi nyuma. Hii ndio maana teamwork. Tukishambulia wote tunakaba, tunakuwa walinzi. Tukishambulia na sisi tunakuwa washambuliaji wote. Mara kadhaa John Boko na MK14 wamehusika katika kuokoa baadhi ya mipira ya hatari langoni kwao. Nyonzima Haruna anamwekea mnyamani Juma Abdul Jafar, anajaribu kuingia, mpira umevuka goal line. Anasema ni foul. Ni foul. Anasema ni foul ile. Shika kibendela msaidizi namba 2. Anafsiri kwamba Mohamed Hussein mkono wake ulifika. Wangalia ile konga limemshika. Ya akaona, akawapa faida Yanga kwa upande huo. Wakati Mohamed Hussein anamwambia hakuna nilichokifanya. Balama Mapinduzi. Historia inamkumbuka kwenye mchezo wa Januari 4. Yupo tena na leo. Ana dakika 69 zimebaki kuthibitisha nini aliweza kukifanya. Alibahatisha au anaweza akafanya pia. Kodoa macho yako yote mawili. Fungua pia masikio yako kusikiliza na kutazama hii. Free kick. Juma Abdul Jafar, nungu Jonas Gerard Mkude anaondosha Clatous Chota Chama, itakuwa ni counter attack, itafanikiwa. Acha tuone. Kahata anaokea Jonas Gerard Mkude, wanaanzia kati. Simba wanacheza kule Nyambura. Mohamed Hussein Zimbwe Junior anaokea Jonas Gerard Mkude. Seji Pascal wao anaimwaga. Wow. Nixon Jonas Lois Josea Mixon Chama Clatous anamegea pande sasa. Shomari Kapombe Triple C Mwamba Lusaka, mtaalamu wa kufenti huyu. Ukiingia mazima unaweza kaacha nyongo. Hey. Jonas Gerard Mkude anamkea Shomari Kapombe. What? Jafar ameua utamu wa ile ufanikiwe mpaka mwisho. Jafar kaambia bwana mdogo, wanajaribu kupita upande wa kushoto, aliachia kisigino akakutana nayo kule, lakini Jafari akaenda akaiwahi, akamwambia ni rahisi sana hiyo rasta. Simba wanafanya mabadiliko ya kwanza kabisa, anakwenda nje. Rasto Edward Nyoni ameshindwa kuendelea na mchezo na Kenneth Juma anaingia. Ni dabi yake ya kwanza kabisa akiwa na msimu wa kwanza akiwatumikia Simba kutoka Singida United. Rasto Nyoni alikuwa na mchezo mzuri uliopita dhidi ya Azam FC akifunga bao, na leo dakika 22 tu zimetosha kumfanya aende katika bench na hali yake kwenda kuiangalia vizuri. Ameingia sasa kitasa Kennedy Wilson Juma. Mchezo wake wa mwisho alicheza dhidi ya Lipuli FC kule Iringa, mchezo ambao Simba walishinda na anaibukia bao 1-0 kwenye dabi. Sasa hii kwa ni mchezo wa FA, lakini ulikuwa ni mchezo wa ligi. Mchezo wa FA alicheza dhidi ya Stand United. Jafar anarudia tena mambo bulbul. Shomari Kapombe MK14 Bull Striker anataka kuweka kosi ndani kule kumtafuta John Rafe Boko, anakataa Lamine Moro. Kiputo hiki cha watani wa jadi, uwanja wa Taifa Dar es Salaam, Yanga na Simba, na anakwenda kurusha Shomari Salum Kapombe. Mixon Shomari Kapombe, Shishimba nakataa. Backheel pass. Bernard Morrison BMW3 anakimbia na mpira, mwamuzi ambia umechezewa foul kaka. Ana mind sana kwamba vipi, muonesha kadi basi. Amekuwa ni mkali na mwamuzi anamwambia cheza mpira, kazi yako ni kucheza mpira. Alikuwa anakwenda, Shomari akasema unapokimbilia mimi nimetoka, ni bora ya lawama kuliko fedhea. Akamchezea madhambi na mwamuzi anawapa faida Yanga. Anaambiwa tuliza pressure. Haruna Niyonzima amefika pale anamwambia tucheze mpira. Shomari ameonywa kwa mdomo na mwamuzi kwa kile alichokifanya, lakini ni wakati wa Haruna Niyonzima, refari wa mchezo Luka Emel Boniface Charles Mkwasa wakiwa wamesimama. Simba tayari wamefanya madhambi mara 5, Yanga wakiwa wamefanya mara 3 tu. Morrison anaelekeza Jafari Mohamed. Sasa Jafari weka cross ndani kule, Dietrich Jonas Mkude anaondosha, anajipanga tena wananchi. Jafar Abdul Juma Jafar, shuti lake imekataliwa. Mixon MK14 cheza Saidi Juma Makab,
Zimbwe Junior, Clatous Chota Chama anamwekea katika njia. John Rafael Boka anaondosha Saidi Juma Makab. Good defending kutoka kwake, akiwa ameweka bonge la duku pale kichwani. Chicha unapepea namna hii. Saidi Juma Makab akiwa ameaminiwa na coach, kazi yake ni moja tu, kuhakikisha lango linakuwa salama. Ni moja kati ya nyota ambao wanacheza basic football kwenye eneo lake. Ana overconfidence, anafanya moja tu clearance. Inaweza isivutie machoni, lakini kwa mwalimu ikawa na faida. Mchezo uliopita alicheza Kevin Yondan na Ali Sonso. Juma Abdul Jafar anaisukuma juu. Kennedy Wilson Juma na Ditram. Ditram ana nguvu kwelikweli. Duma kama mnyama. Duma amefanikiwa kwenda. Kuna nafasi hapa, wao anacheza kwa kisigino ile. Hii inaitwa back in 7. Hatari kwelikweli, ni foul. Luka Mayala anapata moto. Pressure imepanda. Vipi? Kadi ya njano kwa Jonas Gerard Mkude, wakati wa Aishi Manula naye anafoka. Jonas Gerard Mkude foul iko. Kenneth Juma alikimbizwa na Ditram Nchimbi, kajazwa ndani ya 18, wao akaidhibiti. Madhambi alifanyiwa yeye Jonas Gerard Mkude na mwamuzi akaamuru, lakini alipandisha chaki ile. Dangerous play wakati tayari mpira umesimama. Mwamuzi akamuonya, akaenda kumuonya Aishi, akaona haitoshi, akawa anamuonya pia. Luka Emel anaonesha apendezwi na maamuzi. Yanga wamekuwa wakali kama pilipili, lakini mwamuzi anamwambia kwa alichokifanya anastahili kuonywa kwa kadi ya manjano ama kadi ya njano. Jonas Gerard Mkude mchezaji wa kwanza kupata kadi ya njano mchezo huu wa leo, lakini Louis Mixon anaona haitoshi, pia anakuja kumpa darasa mchezaji ambaye amehusika kwenye dabi nyingi sana za Simba na Yanga toka 2012. Yupo Afidh, meneja wa zamani wa Yanga, yuko na Mboto akiwa uwanjani. Saidi Haji Salmu Haji Mboto Mbotonyo yuko hapa, usanii wa filamu lakini pia na vichekesho. Huu ni mpambano ambao unaokutanisha wanaume wawili vidume wa Kariakoo, Yanga na Simba. Unaweza ukaona namna kabumbi inavyopigwa hapa, kila mtu akijaribu kuonesha makali yake. Bernard Morrison BMW3 anamtingisha mtu, anamchetua chetu. Amekubali. Faisal Salum Fei Toto Abdallah ana switch upande wa Juma Abdul Jafar Mnyamani, atafanya unyama, anamwacha kipenseli Balama Mapinduzi Elia. Mutu ya Kongo Papika Bamba Shishimbi anatafuta upande wa pili, anashika kichwa kile. Bernard Morrison, ilikuwa ni long pass ambayo alitaka kuibia nyuma ya Shomari Kapombe, na kama angefanikiwa angekuwa amefanya jambo la maana sana. Amedeshi mguu mmoja ukiwa juu ya mpira, ndio shughuli zake hizi. Kaachia pasi kwa Faisal Salum. Yanga eneo la katikati wanaonekana kuwa bora, wanajaribu kupiga pasi na kusogea zaidi, wakimtumia Faisal Salum na Aruna Niyonzima. Francis Kahata anaichota pembeni sasa kwa Shomari Kapombe. Boko mpira umeshatoka kwenye touchline, wanarusha timu ya wananchi Young Africans. Lamine Moro, Lamine anajiamini kweli leo. Wanarusha fasta Simba. Chama anokea Francis Kahata. Louis Jose Mixon anabembeleza bado. Shomari Kapombe anataka kupita kimazongezonge pale. Mohamed Hussein Zimbwe Junior, back pass ya maana kweli kweli kwa Aishi Salum Manula, wanaanzia kwao Simba. Pascal Wawa, Mixon sasa na control. Mixon, Louis Jose Mixon, nafasi Chama, nafasi nyingine tena. Oh, super hapa hero nimetacha mnata. Faisal Salum anataka kujibu mapigo wananchi hapa Young Africans. Niyonzima Haruna anamwekea Bernard Morrison uso kwa uso, wao wanaanzia nyuma kwa Manula. What a miss! Simba mpoteza nafasi nzuri kwa kweli hapa, lakini hata hivyo Kongole Heko Shumbe inamwendea metacha Boniface WM Nata.
ameokoa jahazi pale, mambo alikuwa mazito. Faisal Salum Fei Toto atageukia wapi? Anaokea Elia Balama Mapinduzi Kipenzeli. Kipenzeli anaangalia gonge wapi, anaweka msumari kule. Goal kick. Si mchezo. Shujaa kwa nafasi hii nimetacha Boniface Mnata. Simba walikuja kwa utulivu, shambulizi likapangwa, likajengwa, likajengeka. Louis Mixon akawa anakatiza shoot lile, imetacha akatema, ikamkuta Chama. Tatizo nataka amalize ile kwa kuvutia zaidi. Metacha Mnata akafanya double save na kuwaweka wananchi salama. Jafari amejaribu lakini akakutana na msuri wa Kimakonde. Louis Mixon, save ya kwanza, save ya pili. Metacha Mnata Boniface akiwa kwenye dabi yake ya kwanza, mchezo wake wa tatu langoni baada ya ule wa mbao, na ameendelea kuaminiwa na mwalimu. Mchezo uliopita, mchezo dhidi ya mbao, alicheza Faruk Shikalo, Yanga wakishinda 2-0. Mwamuzi Martin Sanya anasema ni foul. Amechezewa Haruna Niyonzima, mtoto wa Gisenyo yo, pande la mtu, bonge la mtu, Lamine Moro. Leo kuna kibarua kizito kwelikweli. Fouls 5 wanacheza Yanga, 6 Simba Sports Club. Foul ya 3 kwa Ditra Munchimbi mwenye shughuli nzito kwelikweli, na CG Pascal Wawa akifanikiwa kupita kutengeneza mashambulizi ya hatari, lakini ikishindikana huwa anafanya madhambi. Louis Mixon anachukua kimazonge. Mamza amesema ni foul na mchezaji uko chini. Faisal Salum Fei Toto Abdallah, nini kimemsibu? Mchezaji anakwenda kuzozana kiasi. John Boka anamtuliza Lamine Moro. Huyu sasa vimo wanafanana. Chama yeye ametulia tu, amsikiliza Papi. Ni nini kilitokea? Ilikuwa ni foul kwa upande wa Simba, madhambi ambayo yalifanywa na Papi Kabamba Shishi. Faisal alienda akaingia. Ni dangerous play ameifanya Clatous Chota Chama, alichoma msumari pale. Anayepaswa kutafsiri na kuadhibu ni mwamuzi, kama ameona ama vipi. Faida tunayoipata ni marejeo ya Peter ambayo sisi tunaona, yeye apati. Ingekuwa ni VAR wangemuita kwenda kumuonyesha, lakini kwa hapa hiyo watoto wa town na tafsiri. Watoto wa town wanasema ametia nge. Yani hili ni shambulizi ambalo lilifanywa na Metacha Mnata, akawa shujaa katika hili. Metacha Mnata cheza vizuri kabisa. Clatous Chota Chama Triple C kambia doze. Tuko tele bie. Sven van der Ploeg, dakika 30 hizi na 4. Shughuli imekuwa ni pevu. Faisal Salum anasema niko fiti. Big Boss Luka Mel tuweza kuendelea na shughuli hii. Watani wa jadi wanapepetana kama siku papatuana hapa. Balama Mapinduzi Elia anaokea Bernard Morrison, na ukiwa sasa Balama Mapinduzi mpira mrefu sana ule, alihitaji pengine bodaboda aweze kufikia. Ile sio pasi, ni adhabu. Amempa adhabu ile. Kahata Kata Jafar, CG Pascal Wawa, Chama anamwekea Konde Boy. Louis Jose Mixon anakutana na chuma kule. Juma Abdul, Jonas Mkude, Shomari Kapombe anagawa sambusa ile. Chama Clatous weka kosi ndani kule, cheza vizuri kabisa. Saidi Makabu anaonyesha thamani katika ulinzi. Balama Mapinduzi Elia atampindua mtu. Mapinduzi apindwa pale. Ball striker MK14 Terminator anaokia pacha wake Kahata. Jonas Gerard Mkude ukimsogelea anatoa miba kama nungunungu hivi. Shomari Kapombe anapepea tu.
Anakataa Jafari Mohamed. Umiliki wa Kabubu mpaka sasa Simba Sports Club asilimia 54 kwa 46 za Yanga, na Simba na wanamiliki mpaka sasa. Kahata anamwekea CG Pascal Wawa, Kenneth Wilson Juma, CG Pascal Wawa Ivorian mwamba kwelikweli, anawekea Kahata, nyota wa Kenya huyu, Zambia Chama. Kahata anaweka kosi kumtafuta MK14, mwamuzi asema ni offside. Mwamuzi msaidizi nambari 1 Mohamed Mkono sema ni offside. Hebu tuone hapa. Alikuwa kwenye eneo la kuotea wakati mpira unapigwa, tayari alikuwa mbele ya walinzi watatu wa Yanga, na mwamuzi akang'amua akawapa faida wanaostahili faida na hasara kwa asiyestahili. Offside ni moja kwa upande wa Simba. Yanga bado hawajazidi. Katus Chota Chama, Jonas Gerard Mkude anamwekea Shomari Kapombe, moja kati ya fullback right wazuri kwa kweli. Shomari Kapombe ana drive, Shomari anapenya, Shomari anapasua, John Rafael Boko Mikona. Saidi Juma Makapu anaweza asimbwe sana, asiongelewe sana, lakini katika hili ni shujaa. Blocking nzuri ambayo ameenda kuifanya mguuni mwa John Rafael Boko inasababisha kona, lakini ina faida kubwa kwa upande wa Yanga. Ni muda wa kujipanga sasa, na Francis Kahata yuko kwenye mpira. Luis Jose Maxson anamwekea Francis Kahata, Chama anakea Maxson, offside. Mwamuzi msaidizi nambari 1 Mohamed Mkono anasema ameotea. Luis Jose Maxson Konde Boy yao alikuwa tayari kwenye eneo la kuotea baada ya kuanzisha kona fupi ile. Alianza na Francis Kahata, ikapigwa akaenda akapitia upande wa pili, tayari alikuwa kwenye, kiangalia mguu wa Luis Maxson, mwamuzi alikuwa kwa ndani, kwa hiyo kiangalia vizuri kwa bado kwa kwenye eneo la kuotea. Sema tafsiri kwa haraka na namna hiyo si tuna dadavua sana, manake inaonekana kwa mara ya pili, lakini pale mguu wa Bernard Morrison ulikuwa haujatoka kwenye eneo hilo. Simba wamezidi mara 2 mpaka hivi sasa, bado papara na purukushani zinaendelea. Kuna kitu kilitokea media anamwambia labda ukaende kuangalia kwenye VAR video assistant referee, ila anakataa kosa. Papia anaonekana yuko juu sana, pressure imepanda juu sana. Mchezo wa dabi, mchezo ambao kiangalia kwa range ya point ilipo ni kama mchezo wa kutafuta heshima hivi, alipo Simba kule ni mbali. Mohamed Dewji, mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi ya Simba, yuko hapa. Rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia naye yuko hapa. Ndio mchezo mkubwa kuliko yote hapa Tanzania, lakini naweza kudiriki kusema Afrika Mashariki, manake huwa ni mzito. Marafiki zangu wengi wa Uganda, Kenya, Rwanda huko wanatulia tuli kuangalia, na kuna wachezaji kutoka mataifa mbalimbali wanakutana uwanja huu wa Taifa Dar es Salaam. Yanga na Simba, goma nzito kwelikweli. Jonas Gerard Mkude anamwekea Francis Kahata, anaweka pasi ambayo imefika MK14, inakula nguzo, weka mkwaju mwingine umetacha Maxson Konde Boy. Mwenye bahati ana bahati tu. Hii ni hatari kwelikweli. Bernard Morrison anajaribu kwenda, mwamuzi anasema ni foul. Anasema chakula, lakini mwamuzi anamwambia na kuonya kwa kadi ya njano baada ya shambulizi la hatari ambalo limefanywa na Simba katika lango la Yanga. Ilipigwa wrong pass na Francis Chikata, shuti kali lile ambalo umetacha kuona likala mtambaa ule, ikamkuta Luis Jose Maxson, umetacha akakataa mara ya pili. Kwa wakati huu ikababatiza na Lamine Moro akaondoa. Simba wakiwa wameinuka kwenye viti wakiamini wanatangulia
lakini nimetacha mnata ameenda kuwa kizuizi kwa mara nyingine. Dakika 40 ya mchezo, 5 za kucheza bila. Shomari Kapombe ameingia kwenye kitabu baada ya Jonas Gerard Mkude kwa upande wa Simba. Aishi Manula anaelekeza metata wa moto kwelikweli. Kadi za njano zimetoka 2 kwa Simba. Yanga bado wako salama salimini. Lois Jose Maxson anamwekea Shomari Salum Kapombe, anapepea namna hii. Francis Kahata ameshamwekea Shomari Kapombe, ameingia zote nginja, weka mguu, weka shoka. Lakini wakati huu tayari madhambi alishafanyika nje ya 18 na mwamuzi yuko pale. Ni foul kwa upande wa Simba, kona imekataliwa hapa. Francis Kahata alifanyiwa madhambi na Papika Bamba Shishimbi nje ya 18. Shomari Kapombe alicheza na namna alivyoingia dangerous play na mwamuzi aliacha, akaja akarejesha. Ni hatari zaidi, wanapaswa kuangaliana, hata huruma iwepo kati yao. Wote ni wanadamu, wote ni wachezaji, mnatafuta kula kupitia mpira. Francis Kahata yupo uwanjani, lakini akili yake inaweza ikawa inawaza ile dabi ya Ngwe na Kogalo pale uwanja wa Moi Kasarani Nairobi. Papika Bamba Shishimbi kwa upande wa Yanga, kadi ya njano ya kwanza, nahodha huyu anaachiwa sasa. Luis Jose Maxson anaweka ndani kule, imedundia eneo ambalo Yanga wako salama. Simba anajaribu kuchukua kabumbu tena. Zimbwe Junior Mohamed Hussein, Seji Pascal Wawa Sultan, Jonas Gerard Mkude, Kennedy Wilson Juma. Takriban dakika 3 zimesalia sasa kwenda 45 za kwanza. Chama Kennedy triple swim Mwamba Lusaka anamwekea Jonas Gerard Mkude, mkuu wa dimba, lakatoka cross kumtafuta Konde Boy. Luis Jose Maxson ameshamzunguka pana, kataliwa vizuri kabisa na Balama, akampia wewe bana, mimi huwezi kaniacha. Haruna Nionzi mababa mzazi. Saidi Juma Makap amekuwa kwenye kiwango kizuri. Wanaweza kauza msikiti ama kanisa pale. Chama weka ndani kule, mkefuta nakataa vizuri. Lamine Moro, good defending kutoka kwake. Fantastic skipper na wali hapana, naambia warushe. Young Africans wananchi, mchezaji aliyekamilika, mwenye balance kwenye ushambuliaji pia kwenye ulinzi. Mpira wa kutoka na unarushwa kuelekezwa Simba. Ditram anawekea Bernard Morrison, PM3. Bernard Morrison bado Mamza sema ni foul. Free kick eneo zuri. Haruna alikuwa kwenye nafasi nzuri, Haruna Nionzima, lakini Bernard Morrison aliona anaweza kupaswa kuendelea nje ya 18. Gerard Mkude akamfanyia madhambi na mwamuzi amewapa Yanga faida. Tuone nini ambacho kitaenda kutokea. Bernard Morrison yuko pale pembeni ulipo mpira, lakini yuko Faisal Salum pia na Juma Abdul Jafar. Ukuta wa Simba unapangwa maguu 10 ya mtu mzima, nawaambia rejea hapa. Kasi ya mchezo imekuwa kubwa. Kipindi cha kwanza kinaenda kuisha. Mashabiki waliojitokeza wanaweza wakawa wanauliza mnatuacha achaje? Aishi Manula anawaambia sogea kulia. Nafasi hiyo mwenye macho haambiwi tazama. Tazama nini kinatokea hapa. Bernard Morrison! PM3 Bernard Morrison anabadili scoreboard kwa free kick ya kigaidi, free kick ya viwango vya kimataifa. Anakwenda kutambana na kwambia nimewapa hiyo, chukua chetu tumewachatua. Wako wapi Simba? Bernard Morrison wakati wa JPM anapunga mkono akwambia mpo. Wananchi wananyanyuka hapa kushangilia bao la kuongoza. Free kick ya kimauaji. Aishi Salum Manula mabaki anashangaa, hana cha kufanya. Tazama, ameangalia mpira unakwenda, akasema bye. Mpira ule ndani ya kinyao. 1-0. Kasi ya mpira ilikuwa ni mita mingi sana kutokea nje ya 18. Bernard Morrison BM 33, dabi yake ya kwanza kabisa Tanzania baada ya kupiga dabi pale South
Africa kwenye PSL kati ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Anawatanguliza wananchi. Niliuliza, mashabiki walikuwa wanauliza mnatuachaje achaje kwenye dakika 45 za kwanza. Bernard Morrison anawajibu baada ya madhambi ya Jonas Gerard Mkude. Aishi Salif Manula ameenda, lakini ni vumbi kweusi kule, huwezi kuikuta. Bao lake la 3 katika ligi. Aliwafunga Lipuli, akawafunga Mbeya City. Amehamia mtaa Msimbazi na anapeleka kilio Simba. Mapema watajibu nini? Ni jambo la kusubiri na kuona. Dakika 3 zimeongezwa, dakika 3 zimeongezwa kukamilisha 45. Simba watajibu. Mohamed Hussein Zimbwe Junior, mpira umeshatua. Luis Jose Maxson, Faisal Salum anaondosha. Papika Bamba Shushimbi, Captain Luis Jose Maxson. Simba wako nyuma pale. JPM Dr. John Pombe Magufuli labda anasema amepiga shuti zuri kweli kweli. Wametoboa tu. Alikuwepo hapa nyama. Simba lilala dhidi ya Kagera Sugar, akazalisha msemo maarufu kweli kweli, wametoboa tundu. Ilikuwa Simba na Kagera. JPM yuko hapa leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ameunga mkono wananchi kushangilia. Sasa tunasubiri labda kama Simba watatoka nyuma itakuwaje, tabasamu litakuwa lile lile. Jonas Mkude na pia Zimbwe Junior. Mohamed Hussein Mamza ni foul nje ya 18, dakika 3 zikiwa zimeongezwa. Majibu yatapatikana, ndicho ambacho wanaweza kwenda kujiuliza. Simba wakiwa wametulia wanafanya ushambulizi ama wanajenga shambulizi. Wameanza mapema kabisa Simba na wanakosa goli. Kona Simba wanaenda kupata. Bernard Morrison anakwenda. Maxson sasa 3 Chama Triple C Mwamba Ulasaka. Maxson, Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Mohamed Hussein umekwenda juu ya lango. Walianza kona fupi na shambulizi lao na kwa faida goal kick, huku Yanga wakipeana usia, nini ambacho unatakiwa kufanya, nini hatutakiwa kufanya. Mohamed Hussein alipanda kwenda kujaribu kuokoa jahazi lile. Steven van der Broek, Januari 4 wao ndio waliongoza katika kipindi cha kwanza. Dalili zinaonyesha safari hii wao watatakiwa kujiuliza kwenye kipindi cha pili nini wataenda kufanya. Kennedy Wilson Juma, Saidi Juma Makapa anaweka kwenye defreeze. Dakika 45 kipindi cha kwanza cha mpambano wa watani wa jadi, waweza kusema dabi ya Kariakoo, zimemalizika kwa bao safi la free kick ya kigaidi ikipigwa na Bernard Morrison BM33, mwamba wa kutembea juu ya mpira. Mechi ya kwanza ya Yanga na Simba anamfanya Luke Mael aingie vyumbani kibabe, wakati Sergi Pascal Wawa jasho likimtoka katika upara ule. Metaacha Boniface Mnata akicheza vizuri kabisa na kusevu baadhi ya michombo ya moto kutoka kwa wachezaji wa Simba. Ulikuwa ni mpambano mzito mkali kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Saidi Juma Makap akiwa kwenye kiwango kizuri kabisa, yeye na Lamine Moro. Pambano umemalizika kwa dakika 45 za kwanza. Yanga 1 Simba 0. Bernard Morrison BM33, nyota mahiri kwelikweli. Mimi ni Baraka Mpenja, mwenzangu Charles Samuel. Tukutane kipindi cha pili, half time. Watani wa jadi Yanga 1 Simba 0.
Mbona sielewi? Mbona kila kitu kipya? Hapa kuna juisi, hapa juisi, hapa kuna jagi, hapa kuna kila kitu kimekaa safi. Baba, unaishi ulimwengu gani? Mjomba, mambo ya boda. Mambo ya Aboda. Aboda ni nini? Ishi sasa mjomba, tumia bidhaa vya Aboda. Aboda wana solar panel aina tofauti zenye moto mwingi, kubwa na ndogo, zinazochaji betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini kama haitoshi, Aboda wana betri kavu na za maji zenye uwezo mkubwa wa kutunza umeme. Ni betri imara na zenye ubora wa kuaminika, na unaweza pata size tofauti. Aboda wana flat B zenye ubora na kioo kikubwa chenye uhalisia wa umbo lake. Aboda wana AC, DC na Bluetooth subwoofer ni imara, zenye mziki harisi na mkito wa aina yake. Waweza pia kupata digital inverter controller, solar wire, solar bulb, DC extension na bidhaa nyingine kwa matumizi ya nyumbani. Jipatie bidhaa za Aboda leo, ujionee utofauti. Aboda, smart life. Volume yake itapungua, aingie Brazil. Kwa pale kwa jinsi ilivyo unaweza ukachange style of play. Unaweza ukaweka holding midfield wawili, lakini wao wanaondoka in number kwa sababu sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Jonas Mkudu kwa amecheza holding midfield, lakini kuna wakati amekuwa amecheza holding midfield wawili, lakini wanakuwa wanaondoka wote na kurudi wote, kwa maana kuongeza strength pale ile eneo la Mkudu, kwa sababu pamoja na Mkude kufanya makosa, ni amefanya makosa mengi kwa Morrison kutokana yeye amekuwa anakutana na Morrison mara nyingi, kwa sababu Morrison ni mtu ambaye of course ana acceleration speed, ana speed kama alivyokuwa Luis, kwamba akichukua mpira akishapiga mbele yako akiaccelerate, wewe lazima uchelewe kutokana na speed yake aliyonayo. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vimepelekea akibadilisha style of play, pengine akiweka holding midfielders wawili, inaweza ikamsaidia Mkude kupunguza makosa katika eneo lile. Kwa hiyo unaweza kufanya mabadiliko kwa kuongeza kwa kubadilisha style of play, au unaweza kufanya mabadiliko kwa kubadilisha mchezaji, lakini kwa sasa unaweza kubadilisha style of play kwa maana kumpunguza, kurudisha holding midfielder mmoja na kubakiza striker mmoja mbele ili kuwarudisha kwenye kiungo. Dua hiyo ikiomba na Metacha Mnata. Mungu tusaidie, Mungu tokoe, na muda huu moja kwa moja kwake Baraka Mpenja kwa ajili ya kutamatisha jambo letu la leo. Ni Yanga dhidi ya Simba, na hivi sasa Aishi Manula na akipiga dua, Yanga akiongoza kwa bao 1-0. Dakika 45 kipindi cha pili zitamalizika vipi? Watani wa jadi Simba wameshaanza. Hello popote pale ulipo, karibu tena uwanja wa Taifa Dar es Salaam, mchezo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara VPL. Yanga na Simba, Clatous Chota Chama mapema tu anataka kufanya kitu. Utaendelea kuwa nami Baraka Mpenja, mwenzangu James Samuel Dithron.
wao wanapiga mchaka ule. Aishi Manula acheza na Seji Pascal Wawa Sultan. Kennedy Wilson Juma. Kennedy Wilson tena amewekea Zimbwe Junior. Zimbwe Junior ameingia ndani kule, mauza asema ni foul. Elekezwe Young Africans. Amejitoa katika kuhakikisha timu yake inaenda, lakini madhambi yanafanyika na Faisal Salum. Mpira wa juu ule kwa naenda wanapapatuana pale, lakini Faisal wakati anataka kucheza amemkuta vibaya Mohamed Hussein Usoni. Ni hatari kwelikweli, ndio zile mguu wa shingo mguu wa roho. Faisal Salum kwenye eneo la midfield makosa tena. Suleiman Matola pamoja na Steven van der Broek wakiwa wanawaza dakika 45 za kipindi cha pili zinaendaje, baada ya zile za kwanza kuonekana mipango kwa upande wao si sawa. Wanaanza tu na kupata mpira wa adhabu. Hakuna timu yoyote ambayo imefanya mabadiliko na wote wanarudi kama walivyomaliza. Simba wakiwa wameshafanya mara moja kipindi cha kwanza, kipindi cha pili hakuna, wamerejea vile vile walivyoingia kwenye kikosi. Naangalia Zimbwe Junior hali yake vipi, bila shaka yuko fiti na Clatous Chota Chama yuko pale kupiga free kick ile. Hebu tushuhudia nini kitatokea hapa. Clatous Chota Chama jaribu kuweka ndani kule, Chama tena kang'ang'aniwa na Bernard Morrison. Mamuza anatuliza kwamba vipi, tulieni vijana, chezeni kabumbu. Alienda kumfanyia madhambi Clatous Chota Chama akiwa na umiliki ule wa mchezo. Mwamuzi akamwambia tulia, hii faida ni kwa Simba. Na ni wakati wa kufanya shambulizi lingine, huku kocha akiwa anaendelea kutafakari nini ama ni vipi mambo yanaenda. Chama Clatous anamwakia sasa Jonas Mkude. Jonas Luis Jose Mixon. Jonas Gerard Mkude. Seji Pascal Wawa. Kennedy Wilson Juma. Jonas Gerard Mkude anapiga pasi Evle Jafar Mohamed, nakata umeme katikati. Lekamael pamoja na Boniface Mkwasa wote wamesimama, timu yao inaongoza 1-0 hivi sasa. Papi Kabamba Shishimbi yuko na mwamuzi Martin Sanya anampa maelekezo. Papi ndo naoza wa kikosi. Ditram alienda kauwai ule mpira ulishatoka akaurejesha uwanjani, faida ikawa kwa upande wa Simba. Clatous Chota Chama triple Simba Lusaka anaondosha Lamine Moro, wanapiga deki huku kwao. Yanga wataki uchafu. Bernard Morrison sasa, Morrison atafanya nini? Anaamua kuondoka yeye na John Boko. Hamza sema ni foul, Boko analalama, lakini Martin Sanya anasema ni foul ile. John anaonekana kwenye eneo la ulinzi wakati huu, ameenda kufanya anachoamini yeye ni kwamba ilikuwa ni shoulder challenge. Mwamuzi anamwambia hapana, umefanya madhambi. Faida kwa upande wa Yanga. Nyonzi Maharuna sasa anakwenda kurusha Yanga, timu ya wananchi, na tayari Juma Abdul Jafari Mnyamani yuko pale. Juma Abdul anamimina maji mazuri kabisa ndani kule, cheza Aishi Salum Manula anaanzisha haraka fast anaitwa hii Lamine Moro. Jafar Mohamed huku nyuma, Lamine Moro na Saidi Juma Makab hawana mchezo. Jonas Gerard Mkude anatafuta sasa Francis Kahata Nyambura. Mr. Kijiko Kahata anajaribu kuweka ndani kule, anasema ni goal kick. Makocha wote wataki kukaa kiti cha moto. Ahmad, rais wa shirikisho la soka barani Afrika, karibu Dar es Salaam, karibu pia katika dabi ya Kariakoo, yuko
na mwenyekiti wa Yanga wenyeji Dr. Mshindo Msola wametulia pale. Leo kuna ugeni mzito hapa wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Ditram Adrian Mchimbi Duma anakataliwa na Kenneth Luna Nionzi mababa mzazi, anaacha kwa Kipenzeli Balama Mapinduzi. Pasi imefika kwa usahihi, pilau ile imepigwa. Jafari weka cross, Bernard Morrison leo siku yake anavizia kwa nyuma, lakini wanachofanikiwa Simba ni kwamba hata kama haupo kwenye control yako unaruka ili asiweze kufikia kiurahisi. Ilikuwa nyuma ya Mohamed Hussein, anataka kupiga kichwa kile, lakini angedhibiti kwenye himaya yake ingekuwa hatari zaidi. Jonas Gerard Mkude, Jonas tena Rokia Clatous Chota Chama, Seji Pascal Wawa Sultan, Mixon Luis Jose, Clatous Chota Chama, Triple C Mwamba Lusaka anamwachia sasa Kahata. Jonas Gerard Mkude, Chama Clatous, bado Simba anagonga pasi. Francis Kahata nakataa makapu. Juma Said control nyumba ya Ditram. Jonas Mohamed Hussein Zimbo Junior, Simba anatafuta goli, anaokea tena Zimbo Junior. Mohamed Hussein analala vizuri. Kahata Francis amejichanganya. Simba wanaliandama lango la Yanga, zinapigwa pasi zinafika, lakini Lamine Molo Saidi Juma makapu wanaonekana kuwa imara kwenye eneo la ulinzi. Ashaanza kona fupi, anakiwa Triple C Mwamba Lusaka. Clatous Chota Chama, Kahata na control. Unaweza sema mpira umekwenda mkononi. Francis Kahata kijaribu kuweka katika himaya yake, mwamuzi anamwambia uliukamata. Ukiangalia marejeo ya picha hicho lienda vibaya kwa namna ambavyo alireceive, mwamuzi akazani mkono ambavyo ameunyanyua, ila hakuna clear picture inaonyesha kwamba alishika. Ameingia mguu wa shingo pale. Bernard Morrison anaonekana kuchechemea, weka nje ile, amelala chini. Mwamuzi asema nyanyuka bwana, twende. Jonas Gerard Mkude, Mixon Shumari Mkude anapoteza Papika Bamba Shishimbi. Sasa Shishimbi anaendelea kwenda Shishimbi. Bernard ananyanyuka. Ditram Mchimbi anaiomba Balama mbali kule, anawekea vizuri sasa. Bernard Morrison, Kennedy Wilson Juma cheza vyema kabisa, analalamika Nyonzima. Aliyekuwa kwenye nafasi nzuri alikuwa Balama Mapinduzi, lakini baada ya kuinuka akaingilia mchezo. Ditram akaona bora mpasie, analalamika kwamba hayuko sawa na bado anaendelea kujishikashika kule pembeni. Mwamuzi alimwambia ilikuwa ni kawaida hiyo, inuka. Luis Jose Mixon anakia Jonas Gerard Mkude, Mohamed Hussein Zimbo Junior, Francis Kahata, Kennedy Wilson Juma, Seji Pascal Wawa Sultan analazimisha ndani kumtafuta John Boko. Francis Chama anajaribu kuweka ndani, bado Simba anajipanga. Jonas Mixon anakia Clatous Chota Chama, inapenya ile sasa. AMK14 anakutana na kizingiti pale, anachukua mali ile, wanaiba mpira ule. Ditram Mchimbi, inaweza kuwa ni counter attack, anaiomba Bernard mbali huku, anakia Bernard Morrison, lakini umeingia ndani kweli kweli. Heshima Nula anaanza haraka, kama haishi hivi, amechukua mpira, ametoka nje ya eneo lake. Bernard Morrison yuko kule amebaki na analalamika. Mwamuzi amefika, ndio faida ya kuwa na waamuzi sita. Mwamuzi wa nyuma ya goli ni kama aligundua kitu hivi. Aishi alikimbilia mpira na aliudaka,
aliudaka mpira ule ukiwa ndani, akatoka nje eneo lake, akauanzisha. Ben akasema amefanya janja wakati huo tafsiri ya sheria inaendelea na Yanga. Morrison anaenda nje, na hili ndio goli pekee ambalo linaongoza hivi sasa likifungwa na yeye Bernard Morrison. Kipindi cha kwanza madhambi alifanyiwa yeye, na kwa mguu wake wa kulia akampelekea Tamal Kit. Anaingia Sibomana Patrick, mchezaji ambaye mchezo uliopita aliweza kufunga bao, nyota wa timu ya taifa ya Rwanda, akiwatumikia wananchi msimu huu. Tayari ameshaenda kambani mara 5. Wanajadiliana jambo Wanyarwanda wawili, Haruna Niyonzima na Patrick Sibomana. PS Machine. Patrick Sibomana deflection, kona. Ilikuwa hatari kwa kweli, ilikuwa inaenda kwenye mikono ya Aishi Salum Manula. Boko akasema hapana, niko kwenye nafasi ya kuweza kufanya kitu, akaupiga ukaenda kupaa, ila kwenye nafasi aliyokuwepo Manula dhahiri shahidi mpira ulikuwa unafika kwenye maeneo yake. Sibomana jaribio lake la kwanza naenda kuzalisha goli, inaenda kuzalisha kona kumlazi. Kona 2 kwa upande wa Yanga, 3 kwa upande wa Simba. Wanakwenda kuchonga kona sasa Yanga, timu ya wananchi watafurahi tena. Inamiminwa ndani kucheza MK14. Simba wako nyuma kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Luis Nixon ameutoa yeye, mwamuzi asema warushe Yanga, na anakwenda kurusha Jafar Muhammad. Jonas tena, Luis Nixon anamwekea katika nafasi ile sasa. MK14 Terminator Medi Kagere, Luis Jose Nixon anawekea tena MK14, gonga ni gonge Nixon. Simba anajipanga, kati chota Chama anapambana bado, wanaiba mpira ule. Kishima Gadetram Chimbi sasa na Sultan mzima. Simba wanajaribu kuwavuta Yanga, zinapigwa pasi nje ya 18, lakini Yanga mpaka hivi sasa wako makini kwenye kupora mpira na kujaribu kufanya counter attack. Ndicho ambacho wamekuja nacho kwa mpango huu wa kipindi cha pili, wakiwa wengi kwenye eneo lao. Mwamuzi asema ni foul. Seji Pascal Wawa Linzi yule saidiana Kennedy Wilson Juma, Jonas Mkude anaokea Shomari Kapombe. Fouls 12-9. MK14 anaokea sasa. Luis Jose Nixon anamimina cross kumtafuta John Boko. Metacha Mnata eneo la kujidai, anajimwamba Fai. Cross ile Metacha hesabu zake zikawa salama na safi, kaweza kukamata, anaenda chini, wananchi wakiwa kwenye nafasi nzuri ya mchezo. Clatous Chota Chama anakia Francis Kahata, nakataba alama Mapinduzi sasa kwenda kurusha Kahata. Hakuna nafasi ya kupoteza muda. Zimbwe Jonas Mkude amemwekea Shomari Kapombe, ameoverlap. Shomari anapiga pasi ile, tukutane sokoni. Shomari Kapombe analazimisha, anaingia ndani. Shomari kataliwa vyema kweli. Jafar Mohamed Ditram na Sultan, hapa ni gonge, wanaume wawili washoka wale. Ditram Chimbi sasa anaingia Duma. Ditram Adrian kwa nguvu zote anachukua mali ile, mwamuzi asema twende. Kennedy Wilson Juma anamwekea Jonas Gerard Mkude. Chama Mkude, Simba anajipanga kuanzia kwao. Sultan Shomari Kapombe anapiga mpira mrefu kumtafuta MK14. Lamine Moro, pande la mtu, jitu la miraba minne, alishacheza na mpinzani lakini wamepotezana. Chama na MK14. Sibomana Jafar Mohamed. Sultan ametulizia control nyumba kwa kweli ile. Jafar
Lepapika Bamba Shishimba anamtafuta Balama Mapinduzi Alia. Good control. Anagawa pande kwa Haruna Niyonzima. Wananchi hawa wanapepea. Shomari Kapombe anapiga fiongo, lakini Jonas Mkude yuko eneo lile. Hamza sema ni foul. Moto unawaka, dakika 30. Yanga wako aggressive sana, wajaribu kwenda na kuwakuta sana Simba. Zinapigwa pasi, Simba wakiwa wanabembeleza kutaka kuwafungua. Yanga wanacheza kwa mfumo wa counter, lakini eneo la katikati Balama Mapinduzi, Haruna Niyonzima, Faisal Salum na Papika Bamba wanajitahidi mara kadhaa kupoza kasi ya mpira na kupasiana. Balama anamwekea vizuri sasa Faisal Salum, Feitoto anawekea tena Papika Bamba. Shishimbi fanya block mzuri sana Shishimbi, tena mwanzo kusema twende, una nafasi. Shishimbi anageuka vizuri, anapunguza msitu ule. Shishimbi anamwekea Balama Elia Mapinduzi, Kipenseli. Balama Mapinduzi aliuzuia, mara hii ni mwenzie Papika Bamba. Shishimbi wacheza nje ya 18, wanakosa wapi wapeleke mpira? Kahata nje. Francis Kahata anampisha kunguru wa Matadi kule Kongo, Deo Kanda, nyota wa zamani wa TP Mazembe na AC Vita Raja Casablanca, akiwa na kikosi cha Simba tayari ashaweka kambani mabao 5, moja akiwafunga Yanga Januari 4, bao la pili kabla ya kusawazishwa na Balama Mapinduzi pamoja na Mohamed Isa Banka ambaye hayupo katika mchezo. Lamine Moro cheza vizuri sasa. Faisal Salum, Feitoto anamtuliza Deo Kanda kwamba umeingia, njoo sasa, moto wako tunautuliza, tuli kama maji ya mtungi. Faisal anamwekea Kipenseli, Balama Mapinduzi, good pass. Ditram Adrian Nchimbi Sultan. Oh, Ditram! Nana nakutana nayo. Faisal anampunguza Jonas. Faisal bado. Balama Mapinduzi, Haruna Niyonzima. Niyonzima Haruna, baba mzazi anambia nimekuchetua hiyo. Inapigwa pasi sasa, Jafari Mohamed. Jafar anababatiza mpira, sio mkuki. Patrick Isioma na PS Machine. Cheza Luis Jose Mixon. Nafasi nzuri anapoteza Yanga. Walienda kucheza na imani yao. Papia anamwambia ulikuwa unapiga tu pasi na kutana nayo na maliza kwenye neti. Ditram Nchimbi alikimbia vizuri kwenye eneo zuri, lakini finishing yake ikakutana na mikono ya Aishi Salum Manula. Amekuwa shujaa kwa wakati huu. Ni nafasi ambayo walinzi wote walishindwa kuiona. Pasi nzuri imepigwa kwenye nafasi, wao akadongezewa kidogo tu. Ditram kwa hesabu alikuwa anataka kufunga mwenyewe, alitazama, lakini wakati anaunyanyua Aishi bado alikuwa hajabendi. Faisal Salum akashindwa kumalizia. Yanga in control. Balama Mapinduzi, Ditram anamwekea tena Kipenseli. Balama Mapinduzi, weka cross, cheza Sultana, akamwambia dogo, hii sasa upiti. Kona, wananchi wamechachamaa, wananchi wanapiga chachandu. Tazama hii combination ya Balama Mapinduzi na Ditram Nchimbi inaonekana kukriki kwa dakika hizi. Seji Pascal Wawa pamoja na Kennedy Juma wanafanya kazi ya ziada kuzuia kasi na mipira ya hatari ambayo inaletwa kwake. Ni kona ya 3 kwa Yanga. Haruna Niyonzima anakwenda kuchonga kona sasa. Haruna akizimana Fadhili Niyonzima. Cheza Kennedy Wilson Juma. Kuna foul imechezwa. Lamine Moro alimsukuma Aishi Manula amekuwa mwokozi safari hii. Ilikuwa ni pasi nzuri ambayo Wawa aligusiwa kidogo tu. Ditram akiwa anaenda kufinish, Aishi Manula ukamkuta kwenye kichwa kile akaokoa. Polisi Tanzania dhidi ya Yanga, sababu ya Ditram kuja kwenye kikosi cha Yanga. Goli la pili alimfunga Metacha Mnata alikuwa ni staili hii baada ya pasi nzuri ya Marcel Bonaventure Kaeza. Beno Kakolanya akiwa katika bench ametulia tuli. Wananchi, mwamuzi asema twendeni wananchi, mali yenu. Haruna mpambano wa tani wa jadi Yanga na Simba. Bao la Bernard Morrison inawafanya Yanga watangulie, na walitamba mwanzoni akasema tutatangulia sisi tuone kama watasawazisha. Maanake mechi ya kwanza ile ya mzunguko wa kwanza walitangulia Simba, Yanga wakafuta yote. Ngoma inapigwa
wanaume wawili hawa Kariakoo. Cheza Lamine Moro anachopa ndizi ile kambani inaitwa kule Mbeya. Faisal Haruna Niyonzima, mwamuzi anasema amechezewa foul. Haruna Niyonzima anatabasamu tu, mtoto wa Gisenyi huyu Rwanda kule. Haruna ni Haruna, na kuna Haruna mmoja tu. Pasi ya kisigino ya Balama Mapinduzi, kijana wa Iringa kule, wakati anaondoka Jonas Gerard Mkude nungu akamwambia sio kirahisi namna hiyo, usitufanye kama umetukodi. Lakini Haruna anatabasamu, faida inakuwa kwa upande wa Yanga. Anachomoka golikipa Aishi Manula, yuko Fasa. Kennedy Wilson, Mohamed Hussein, Zimbwe Junior, Jonas Gerard Mkude, anaokia Seji Pascal Wawa. Ngoma inaendelea, Simba wanajipanga. Lama nakata umeme, lakini bado ni Simba. Zimbwe MK14 anaokia Deo Kanda, Makab Sedi Juma anaokia Faisal Salum, Faitoto Lama, Faitoto ambia Toto huyo Haruna Niyonzima. Good pass, offside kwa mujibu wa line 1. Mohamed Mkono Difram Adlan Mchimba ameotea. Zinagongwa pasi sambusa zile, vocha nipe nikupe. Mikimbio ya Difram, ana switch in na out kwenye boxi. Hapa tayari alishafanya safari kabla mpira hujafika katika kumkimbia Kennedy Juma, akajikuta amejenga kibanda kile. Alikuwepo hawa kwenye lile eneo. Wanapaswa kuwa makini na mikimbio ya Difram, mabeki wakati wa Simba. Jonas Gerard Mkude, Luis Jose Maxson, pasi megoma. Makab Said, Jonas Seji Pascal Wawa Sultan ambia twende Konde Boy. Luis Jose Maxson, MK14 anachukua tena mali ile. Shomari Kapombe anachezea juu, Hamza sema ni foul. Steven van der Broek anatoa maelekezo. Frank Komba anatuliza kama anavyofanya Martin Sanya, kwamba tulieni vijana, chezeni ndiki. Ilikuwa ni purukushane. Shomari Kapombe na Papi alitumia mikono kumsukuma, akapata faida ile na mwamuzi akaona, lakini yeye akaona analalamikia matendo ambayo yalifanyika baada ya foul kuwa imefanyika. Batola na Steven van der Broek, dakika istiwa ya 68 bado wanawaza. Mwa ndani kule, cheza vizuri Jafar Abdul Juma. Fouls 16 kwa 10 mpaka sasa. Luis Jose Maxson anakataa umeme vizuri kabisa. Abdul Juma, Yanga wako nyuma, Simba wanajipanga. Kennedy Wilson Juma, Mohamed Hussein Zimbwe Junior, John Rafael Boko, Deo Kanda bado anafikiria ataikandika wapi kanda. Zimbwe Junior anapambana, anakutana na msitu mkubwa kwelikweli. Offside. Frank Komba anasema tayari John Rafael Boko alijenga kibanda. Nahodha na nyota wa kikosi cha Simba ambaye tayari amefunga mabao 3 mpaka hivi sasa katika ligi, lakini ilikuwa nje kwa majeruhi ya muda mrefu. Anaingia Hassan Dilunga, MK14 nje. Shule imekuwa pevu kweli kweli. Medi Kagere anatolewa. Ball striker alifunga goli kwa mkwaju wa penalty mechi ya Januari 4, na mchezo wa nyuma yake pia alifunga goli pekee ambalo na ushindi msimu uliopita. Michezo miwili mfululizo katika michezo yake minne, lakini wa kwanza na huu wa 4 ameshindwa kuziona nyavu. Hassan Dilunga HD atakuwa na
thamani ya kiwango gani? Pasi HD kwa kweli. John Rafael Boko anaokea tena, Hassan Dilunga anakutana na msitu. Simba wanaenda kubadilisha mfumo, wanaenda kucheza na mshambuliaji mmoja huku akiwa wamezungukwa na viungo wengi washambuliaji, lakini wana uwezo mzuri wa kufunga. Hassan Dilunga mabao 6, Leo Kanda mabao 5, lakini ukiangalia kuna Clatous Chota Chama, king of assist. Ndio huyo sasa Chama anakia Jonas Gerard Mkude. Luis Jose Miquissone anapiga cross, hakuna hata mtu wa kumalizia. Tempo mchezo imeenda chini, ameutoa nje, anafuata kwelikweli Steven Van der Broek, macho anamtoka kwelikweli wakati anaenda Juma Abdul, wakati anaweka ile kinga. Ukiangalia mpira ukiwa bado kwenye mstari, aliugusa na mpira ukatoka. Mwamuzi ameamua nini? Jambo la kusubiri na kwenda kuona. Leo Kanda ambaye ameingia katika huu mchezo, bado mambo hayajawa sawia ama good kwa upande wake, lakini Metacha Mnata ameenda chini. Na kikosi cha tiba kwa upande wa Yanga kimeingia. Ditram alishindwa kuondoa Miquissone, huyo uwezo mzuri alishindwa kupanda mpira, akaenda chini ya uvungu. Bernard Morrison ambaye yuko nje sasa, ameshawapisha, ni shahidi, lakini ndio aliyeweka tofauti katika ubao wa mabao pale. Faisal Salum, Shomari Kapombe, wote hawa wa Tanzania. Mchezo una zaidi ya nyota 15 kutoka mataifa tofauti. Bernard Morrison, vitu vyako hivyo, kazi kwelikweli. Dakika 18 zimesalia, Yanga bao moja, Simba 0. Ameshika tama, haamini anachokiona, lakini wengine wanasema bado. Martin Sanya, mwamuzi ameshahakiki kila kitu kimekaa sawa sawa ili mchezo urejee tena kuchezwa. Metacha Boniface Mnata ameshanyanyuka. Anasukuma juu Wawa Sultan. Jafar Mohamed, Patrick Siwomana, Jafar Mohamed anapiga mpira mmoja mrefu kumtafuta Ditram. Kennedy Wilson cheza na pacha wake katika safu ya ulinzi. Wawa Jonas Gerard Mkude, wamwita Mkude Simba, nungu huyo. Luis Jose Miquissone anaamua kwanza safari, mwamuzi anasema umechezewa foul kaka. Na hichi ndicho ambacho mwalimu alikuwa anakihitaji kwa Dilunga Hassan, ule kukati in kwa speed, uwezo wake wa kutengeneza nafasi na uwezo wa kufunga ndio ambacho unaweza kukisubiri. Papika Bamba Shishimbi, matumizi ya nguvu panapohitajika, madhambi yasiyoumiza kwa timu yake ameyafanya kwa hapa. Na mpigaji ndo Miquissone, cheza fupi. Leo Kanda anawekea Luis Jose Miquissone, atafanya nini? Anamimina kwa usindani huku, cheza vizuri kabisa. Juma Abdul Jafari, kona, faida kwa Simba Sports Club. Hesabu za Kennedy Wilson Juma na Luis Miquissone zilikuwa sawa, lakini Juma Abdul akauingilia mpira ule. Clatous Chota Chama, triple simu ambao Lusaka weka ndani kule katika nafasi. Said Makapa anaondosha. Vinginevyo Simba wajipange tena. Jonas Gerard Mkude Simba amewekea Luis Jose Miquissone, cheza acrobatic lakini haina faida yoyote. Kama namwambia vipi ungezungumza. Shomari Salum Kapombe anaenda kusaidia mashambulizi, zikitengenezwa nafasi naye ana utulivu wa kuweza kupiga. Mwamuzi pia piga mpira bana, nje kula ambia piga mpira, tucheze. Mamia na maelfu ya watu hapa yanataka kushuhudia burudani, sio kuanguka. Hassan Dilunga, good time, anajaribu kuangalia wapi aweke sasa. Safari itafika, imekomea njiani.
Dakika 15 zimesalia, Bernard Morrison akiwatanguliza wananchi. Dakika 44 kipindi cha kwanza cha mchezo, na hivi sasa ngome inakwenda taratibu kabisa. Simba kwa nyuma, Clatous Chota Chama, Mohamed Hussein Zimbwe tena atapenya msitule pale, hajakata umeme, amebeba na transformer yenyewe. Salama Juma Makapu, maana kuna kukata umeme na unabeba kabisa transformer. Haruna Niyonzima anamkia Ditram, anakia tena Haruna Niyonzima, Balama Mapinduzi, Niyonzima Haruna wanajipanga. Yanga amepata nafasi pale, Balama Mapinduzi atafanya nini? Ameingia ndani ya penalty area, takupenya pale katikati ya wili. Simba atajibu mapigo, counter attack. Clatous Chota Chama anakimbia kwa spidi kwa kweli. Chama bado ameshikilia ule mpira, anamtafuta Hassan Dilunga HD, anakutana na Jafar Mohamed, anaingia Louis Jesse Mixon, anakataa. Shishimi Papika Bamba, captain, anaonyesha kwa mfano uongozi ule. Faisal Haruna Niyonzima anaokea Juma Abdul Jafar, Balama Mapinduzi. Wananchi wanajaribu kuingia sasa. Balama Mapinduzi katikati ya watu wawili, amepigwa stopa ile, naye umeme umekatika. Transformer hawa wanaondoka nao Simba. Pasi ile ya Chama kwa Fyongo, au pasi kwa Jonas Gerard Mkude. Saidi Juma Makapu, interception, blocking, akili kwenye mpira, kila kitu good mpaka sasa kwa upande wake. Balama Mapinduzi alikuwa anapaka rangi ile, akaenda Mohamed Hussein aliucheza mpira, akucheza mwili. Balama akaenda chini, ukiangalia unaweza kusema Mkude alimuondoa kwenye njia, lakini Mohamed Hussein aliucheza mpira salama wa salmini. Yanga bado pressure kwao iko chini, wakiwa wanaongoza kwa bao moja, lakini ukiwaangalia Simba, mwalimu amefanya mabadiliko. Deo Kando upande wa kushoto, upande wa kulia Hassan Dilunga, wakipunguza mshambuliaji mmoja, wamesimama na mshambuliaji mmoja kati, wanajaribu kutaka kuwalegeza Yanga, lakini Yanga wana idadi kubwa kwenye eneo lao na viungo wao. Faida ni kwamba wana uwezo wa kukaa na mpira mara nyingi. Jaribu kumtafuta Ditram Nchimbi kule juu, Luka Emel anaonekana, Deus Kaseke anaenda kuondoka, labda Balama Mapinduzi mechi inawezekana hata uweza kuendelea. Louis Jose Mixon anamkia Jonas Gerard Mkude. Shomari Kapombe anacheza juu ya mstari, hataki kubaki nyuma. Hassan Dilunga anamkia Shomari Kapombe. Simba anatafuta kitu, Shomari ananyunyiza. John Boko offside kwa mujibu wa Lantu. Frank Komba anasema John Rafael Boko ameotea, lakini tayari Metacha Mnata alikuwa ameshakamata ule mpira, anaelekezwa na anaambiwa weka hapo. Alikuwa anakatiza Shomari Kapombe, akawekewa na Hassan Dilunga mpaka inatoka mguuni, hakukuwa na offside. Ukiangalia ilikuwa ni clear, yuko kwenye nafasi na Lamine Moro akawa anaingia kumwibia, ila tayari tashambulizi yenyewe lilifia kwenye mikono ya Metacha Mnata. Macho yamemtoka MK4 tena, akishuhudia yeye na Kahata akina Shaibu, kuna kushuhudia mchezo na kukodolea mchezo hapo. Wachezaji wa akiba na wale ambao wametolewa na kukodolea mchezo, nini kitatokea? 1-0 Simba wako nyuma, mabingwa watetezi. Shomari Kapombe wana nafasi ya kujipanga sasa. Shomari Mixon, Shomari. Yanga wanakuwa wengi kwelikweli katika eneo lao, karibia wachezaji 8 pale wanaposhambuliwa. Ditram huyu anaonekana peke yake, wenzake wote wako katika eneo lao. Jonas amemwibia mpira, Ditram anajitangulizia. Wale wawili wanaweza kweli. Kennedy Wilson Juma anaanza na Aishi Salum Manula. Wawa Jonas Gerard Mkude. Pambano watani wa jadi, dakika 10 zimesalia. Yanga 1 Simba 0, uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Zimbwe Chama na Wiba anajaribu kuingia ndani, mzasema ni kona, faida kwa Simba Sports Club.
alikuwa anakwenda Chama baada ya kumtambuka Juma Abdul, ambapo Yanga wanalalamikia ni madhambi, lakini Balama Mapinduzi Kipenseli akaenda akautoa ule. Faida inakuwa ni kwa upande wa Simba. Ni kona sasa kwa Simba. Mfalme Onyika ataunguruma hapa, wakicheza kona ya 5 Simba Sports Club. Clatous Chota Chama weka ndani kule, Metacha amechomoka, wao wanairudisha ndani. Yanga wanaondosha, yupo chini Metacha Mnata, lakini pia Lamine Moro, Mohamed Dewji Mo anashusha sura yake chini, pengine haamini anachokiona. Malalamiko ni mengi, alikuwa anaenda Metacha Mnata akaukosa mpira, lakini alikuwa amegongana na Lamine Moro. Kiangalia safari yake hiyo kwenda kucheza ule mpira, kama John kama ilikuwa imefika, lakini wao wakati anaurejesha tayari walishafika. Yanga wako makini kwenye kuondosha hatari hizi. Papi Kabamba Shishimbi, kila anachofanya hususan kwenye ulinzi kinaonekana dhahabu. Metacha Mnata mpaka dakika 81 hajaruhusu bao katika michezo ambayo tayari ameshacheza clean sheet 6 akiwa amezishikilia. Anapishana yeye na Faruk Shikalo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akiwa na Dr. Harrison Mwakyembe, waziri anayeshughulika na michezo na mambo mengine kama sanaa, utamaduni. Magharibi inaelekea sasa, mwezi huo ukiwa umechomoza. Utachomoza na nani? Ni wananchi au vipi? Ahmad, rais wa shirikisho la soka barani Afrika, kwa mara ya kwanza katika historia rais wa CAF anashuhudia dabi ya Kariakoo, watani wa jadi. Bila shaka anaona namna uwanja ulivyojaa full house, na alikuwa anashuhudia michezo pengine ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, Simba wakicheza. Wanamshukuru Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kuja leo, wananchi hao Yanga wakiwa ni wenyeji wa mchezo. Rais wa wote, rais wa Watanzania, yupo pande zote hapa, Simba wake, Yanga wake, na jezi yake inamaanisha hicho, akiwa ameigawa kwa pande mbili. Hassan Dilunga na Faisal Salum jaribu kuambiana machache kwamba hivi doze, huu ni mchezo. Kuna tafrani ilikuwa inaendelea katika lango la Yanga pale. Mohamed Hussein naye amekuja. Pressure ni kubwa sana kwa Simba. Muangalia Juma Abdul kama anamwambia Mohamed Hussein mtoe basi nje. Kwani huyu kipa anakuhusu? Metacha anakuhusu? Lakini hiki ndio kipato ambacho kinaleta majivuno. Unasema wanafahamiana hawa. Simba wangekuwa wanaongoza angemwambia mtoe, asingeweza. Ila kinachotokea ni kwamba tayari wana faida kwa upande wao. Metacha Boniface Mnata ameaminiwa. Dabi ya kwanza kwa upande wake Januari 4, alikuwa ni Mkenya kutokea Mombasa. Zamani alikuwa akiichezea klabu ya Bandari. Faruk Shikalo ndio yuko katika bench pale, alikuwa na warm, lakini Metacha yuko fit, ana uwezo wa kuendelea. Clatous Chota Chama mzasema mpira umetoka, Simba hataki. Goal kick, dakika 6 za kuitenga dabi hii, watani wa jadi. Bernard Morrison akiwapa uongozi Young Africans. Martin Sanya anasema piga sasa kabumbu hiyo. Metacha Mnata, Siji Pascal Wawa Sultan, Mohamed Hussein, John Rafael Boko, Yena Faisal, Louis Jose Maxson anampiga kifinyio kile, anaitumbukiza pasi Patrick Siwama na mengi, anaondosha mbali kabisa, kusikia kupiga deki kwenye kabumbu. Ndio hii anakuwa mopa hafla. Hassan anamwekea Shomari Kapombe, weka cross, Faisal Salum anakufa nayo. Simba anajipanga tena, Shomari Kapombe yuko pale, atamrushia nani?
Yanga wamejaa. Mpira wili uwanjani, inabidi warushe upya sasa. Mwamuzi amesimamisha mpambano, na sio kurusha, anaenda kufanya drop ball hiyo. Yes, anakwenda kufanya drop ball kwa sababu mpira ulikuwa on play, unachezwa uwanjani, kwenda kucheza, anahudumlisha drop ball. Anachokifanya Jafari Mohamed mpaka hivi sasa ndio ile tunasema nipe imani nikulipe uwezo. Kipewa lineup ya Yanga upange hapa, usingempa nafasi. Said Juma Makapu, nguvu imekuwa ni kubwa sana na wapa faida Simba. Pasi ya Hassan Dilunga, leo Kanda akiwa anaweka vizuri. Kadi ya njano kwa Patrick Siwomana, na hajahusika kwenye madhambi ambayo yamefanyika. Itakuwa ni vitendo vya kupoteza ambavyo mwamuzi ametafsiri kwamba unanipotezea muda, dakika chache zilizobaki. Sihitaji lawama, tufanye kazi. Simba wanajipanga sasa kutafuta bao la kusawazisha, na kuna mabadiliko kwa upande wa kusimamisha mchezo. Kwanza mabadiliko, Balama Mapinduzi anatoka, anaingia nyota mwingine ambaye alicheka na nyavu katika mchezo uliopita kama ilivyokuwa Medi Kagere, anaenda nje na anaingia Deus David Kaseke kwenye nafasi yake. Nyota wa kikosi cha Yanga, kiungo mshambuliaji, na dakika 6 za kwenda kulinda ambacho Yanga wamekifanya. Yupo pale Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka. John Raphael kapoteza nafasi ile. Dakika 3, Yanga 1 Simba 0. Anatafuta njia ya kuwadhuru Yanga. Alikaa kwenye nafasi akapiga kichwa, lakini hesabu zake zinaenda tofauti. Goal kick kwa Yanga. John Raphael Boko ametoa assist tu kwenye michezo kati ya Simba na Yanga. Alikuwa na wadhuru Yanga akiwa Azam FC. Anachokitafuta kwa huo muda ni kufanya kile ambacho alikuwa anakifanya akiwa na Azam FC. Hassan Dilunga, Luis Jose Mixon, Shomari Kapombe, anakia Jonas Mkude, Mohamed Hussein Zimbo Junior. Simba wanajipanga. John Raphael Boko, wachezaji 8 wa Yanga wako katika eneo lao. Anapenyezwa ile Shomari Kapombe, Shomari anaweka ndani kule, anapoteza nafasi ile. Deo Kanda anashika kichwa. Deo Kanda haelewi nini kimetokea. Wanapambana bado, Simba wanajipanga. Inawekwa sasa katika nafasi ile. Luis Mixon, nafasi nzuri, mpoteza Simba. Lango ya Yanga liko katika mushkil, lakini Shujaa ameendelea kubaki kuwa yule. Metacha Mnata, nafasi ambayo Luis Mixon aliitengeneza kwa Deo Kanda, kichwa kimepaa. Lakini kabla ya hapa Deo Kanda alikuta Shomari Kapombe, aliingia akapiga vipas. Deo ndani ya 6 upewe nini? Ndicho ambacho unatakiwa kujiuliza, lakini Yanga walikuwa watatu pale. Baada ya Metacha kuokoa, wakaenda kusafisha. Dakika 1 ya kucheza kabla ya kadhaa za nyongeza za mwamuzi. Deus Kaseke anapambana, anamwekea Haruna Nionzi na Kennedy Wilson Juma. Haruna anamdanganya, anamwekea Deus Kaseke. Faisal Salum, Faisal anamwekea Haruna Nionzi bado anabembeleza kama anataka kuwalaza unono hivi. Wekundu wa Msimbazi Simba, mawasiliano mabovu ya Faisal kwenda kwa Deus Kaseke. Sekunde zimesalia kwenda 90 za kuhesabu. Wawa za kucheza, taamua mwamuzi kwa kuongeza pale ambapo mpira ulisimama. Mpaka sasa Yanga wana faida ya bao la kuongoza. Deo Kanda pambana, Dilunga, Luis Mixon, John Raphael Boko. Sasa anaokea Clatous Chota Chama anaokiwa tena Faisal anairudisha ilikotoka. Dakika 5 za nyongeza. Simba wana dakika 5 hapa za kukwepa kipigo, lakini Yanga na dakika 5 pengine za kulinda goli lao na kushinda.
Dakika 5 kwa timu zote mbili. Ngoma bado iko wazi. Kennedy Wilson Juma anakwenda juu, anajaribu baada ya Yanga kuonekana kuwa wengi kwenye eneo lao. Kennedy Juma nje ya 18 anakunjua msuli wa mtu mzima ule, lakini unapaa hewani na kwa faida kwa upande wa Yanga. Goal kick ikiwa dakika 1 ya nyongeza inaenda kupungua. Metacha Boniface Mnata. Dakika hizi za magharibi ya roho, watu roho mkononi, mioyo inadunda kwa spidi sio kwa ya kawaida. Iwe Yanga au Simba, kila mtu ana uhakika nini kitatokea hapa. Jafari Muhammad anacheza vizuri, anapambana kwa mara nyingine tena. Ni Faisal Salum kwenye deep freezer. Said Juma anamkia Faitoto. Nyonzi Maharuna. Ditram Chimbi sasa amemwekea pasi Deus Kaseke, haiwezi kufika. Zimbwe anaanza nyuma, takriban dakika 4 za Simba kuweka mambo sawa na Yanga kutoka na kicheko hapa. Patrick Siomana anajaribu kwenda mwenyewe na drive vizuri, ataachia pasi wapi? Deus ameshafungua, amewekea Deus Kaseke. Deus Kaseke na kunguzo Afana Lek Duma sasa. Jafari Muhammad. Simba watajibu ni Kennedy Wilson Juma ameamua kupanda mwenyewe. Stop ole. Kennedy Wilson Juma anaweka pasi pembeni kumtafuta Clatous Chama Chama tuliposimu Mwamba Lusaka. Kennedy Wilson Juma. Kennedy Wilson Juma. Ebana. Shuti la pili ndani ya dakika chache tu. Kennedy Wilson Juma anataka kufanya ambacho wanashindwa kufanya washambuliaji wake. Saidi Juma Makapu kama amechomwa na kisu hivi anavyogalagala, lakini ilikuwa ni nafasi ambayo alireceive vizuri nje ya 18, akaachia mkwaju ule. Metacha alikuwa amesogea na ikuweza kumpa nafasi ya kuuokoa ule mpira, lakini umeenda nje. Jaribio lingine ambalo analifanya Kennedy Wilson Juma dakika chache zilizopita, shapiga shot off mara mbili. Mwamuzi anamwambia dokta, subiri, nimeita watu wa huduma ya kwanza ndio anatakiwa kufanya huduma, na anamwambia beba. Wakati huu ambapo Yanga dakika chache zilizopita wametoka kufanya shambulizi lingine bora, Deus Kaseke anakosa utulivu, anapiga chuma na Ditram Nchimbi kule, ni kama alikuwa anataka kujiandaa kwenda kushangilia. Ni nafasi ambayo Yanga walikuwa wanaua mchezo. Papi Sibomana PS hakuwa mchoyo, Yanga wakiwa 4, Simba 2 kwenye eneo la ulinzi. Vitochi vya wananchi, vitochi vinamulika muli. Hamini, pengine nadhani macho haya yanamdanganya. Kilio cha mtu mzima, ukiona hivyo kuna jambo. Mambo ni mazito tafrani kwa shehe. Hizi ni timu ambazo zinaweza zikawaliza watu. Vitochi vya wananchi vinaonekana kule. Mambo yale ya Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, sasa ni zamu ya wananchi. Wamesaliwa na dakika chache tu. Mnyama Simba yuko nyuma kwa bao moja katika zile 5 zimesalia sekunde, na mabadiliko Yanga wanaenda kufanya. Faisal Salum anaenda nje na Kevin Patrick Jordan Cotton Juice ameingia. Faisal Salum amepewa kadi. Shabiki wale wenye nyoyo miepesi mithili ya unyoya wa kuku, taratibu kabisa wanaanza kukacha majukwaa wa Simba. Metacha anayesukuma timu juu. Mchezo umemalizika kwa mara ya mwisho. Mwamuzi amepiga magoti, anashukuru kumaliza mechi salama.
baada ya kupita muda mrefu sasa, ile kampa tena, ambapo Yanga waliifunga Simba Sports Club wakiwa akina Tona Ringoma, akina Hamisi Jocelyn Tambwe. Hatimaye leo wanaitandika Simba bao la Bernard Morrison. Wana Simba waamini wanachokiona, pengine masikio yanasikia tofauti kabisa. Tafaruku ni mkubwa, wale wana Yanga wanashangilia, Simba amelala chini. Makocha wawili wa Belgiji hawa wanasema asante kwa dakika 90. Mabingwa watetezi Simba wanafungwa mechi ya mzunguko wa pili wa VPL dhidi ya watani wao wa jadi. Yanga wanashinda baada ya kutoka sare msimu ama ile mechi ya kwanza ile 2-2, Anthony Mavunde, lakini pia Dr. Mshindo Msola. Wana Yanga wanapongezana, Heri Sasi na Luke Mael. Ni furaha sana ni refari wa mchezo Luke Mael, ni furaha kwake, dabi yake ya kwanza na anapata ushindi baada ya muda mrefu sana. Yanga wakionekana wanyonge mbele ya Simba. Siku ya wanawake duniani, siku ya wanawake duniani, na unawaona wakiwa wanapiga vinumbi na vinanda vile. Wananchi ndio wameibuka mashujaa wa mchezo huu. Pointi 50, Yanga anafika katika nafasi ya 3 nyuma ya Azam FC. Simba anabaki na alama zake 68 kileleni kule. Lakini katika mchezo wa dabi msimu huu, wa kwanza ulienda, ngoma ilikuwa ngumu 2-2. Kocha akiwa Charles Boniface Mkwasa, Luke Mael anakuja kuwapa ushindi Yanga baada ya muda mrefu wa kushinda mbele ya Simba. Machi 8 2015 Yanga walifungwa bao 1-0. Emmanuel Arnold Okwi akifunga baada ya kupita miaka karibia 4 sasa. Machi 8 2020, miaka 5 unaweza kusema takriban. Simba naye anapoteza mchezo, historia imejirudia. Machi 8 ina nini kwa watani wa jadi? Upande wa Simba warimwende wale katika siku ya wanawake, vichwa chini, huzuni imetawala. Hakika wananchi ni raha burudani ikiletwa na Bernard Morrison. Na hivi sasa tupate mahojiano. Patrick Raymond Nyembera yupo tayari. Yanga 1 Simba 0, watani wa jadi. Mimi ni Baraka Mpenja, mwenzangu Jeff Samuel. Bye bye.